Ndugu Lazaro Jacob Twange, uliyekuwa DC, ulikuwa Ubungo. Haya, lakini nimetizama CV yako nikaona ulishapita kwenye mashirika ya umma na unajua mashirika ya umma yanavyoendeshwa. Nimekupeleka kwenye shirika ambalo ni security ya nchi yetu, na hii ni baada ya mchujo mkubwa kuangalia loyalty, kuangalia uwajibikaji, experience na mambo yote. Umeibuka kwamba unaweza kushika shirika hili. Shirika hili kama nilivyokuambia ni security ya nchi, kwa sababu umeme ndani ya nchi yetu ndio kila kitu. Chukulia mfano, umeme uzimwe sio maeneo ya uchumi, maeneo ya wananchi tu. Wakose umeme siku 2 siku 3, kelele ya kisiasa itakayopigwa hapo. Lakini sasa chukulia upande wa pili wa maeneo ya uchumi. Umeme ukikosekana, ina maana uchumi wa nchi unakwenda kuzorota. Tumefanya jitihada kubwa kama serikali ya kuweka uzalishaji wa umeme kwenye vyanzo kadhaa. Tuna chanzo kikubwa Julius Nyerere Hydropower, na ile ndiyo roho yetu kama nchi. Pamoja na kwamba 60% so far tuseme imeshuka sasa baada ya Julius Nyerere kuzalisha, lakini huko nyuma ilikuwa 60%, sasa tuseme labda 40% ya umeme wote wa nchi hii unatokana na gesi. Kwa hiyo 60% utatokana sasa na vyanzo vingine baada ya Julius Nyerere kuanza kazi. Nikuombe sana, tuna umeme wa kutosha. Chalinze pale tunaingiza umeme wa kutosha. Tatizo tulilonalo ni transmission, kwenda kupeleka kaskazini na huko wanaita nini, sijui nyanda za juu kusini, sijui magharibi ya nchi. Miradi hiyo ipo, lakini kukuwa na kusuasua kukubwa kwa kuanzwa kwa miradi hiyo. Kaangalie na uhakikishe transmission inafanyika, kupeleka umeme kutoka kwenye grid sehemu hizo. Kuna vyanzo vidogo vidogo vinavyotoa umeme maeneo kadhaa ya Tanzania, na yenyewe ukayatupie jicho vizuri. TANESCO kama nilivyosema ni security ya nchi yetu, na umeme ndio security ya nchi.